Tuko hapa msibani kwa alikuwa msanii wa filamu wa Tanzania aliyefahamika kwa jina la Onyango, na tayari tuko na katibu mkuu wa bodi ya filamu Tanzania Mr. Kasiga. Pole kwa msiba na taarifa jinsi ambavyo umepata. Tunatamani kusikia kile ambacho umekisikia baada ya kufika hapa msibani. Kwanza nakushukuru sana kwa kutupa pole, na niseme hii ni pole kwa wanatasnia wote wa filamu na michezo ya kuigiza nchini Tanzania. Na niseme mimi binafsi nimemfahamu mzee Onyango kwa miaka mingi sana, toka nikiwa kijana mdogo, na kingine kikubwa kwamba mimi na mwanae Kabuti ni marafiki pia. Kwa hivyo nilipopata hizi habari mapema leo kwenye saa 5 hivi, saa 5 saa 6, ilibidi kwanza nijiridhishe ni kweli, kwa sababu sikuwa nimesikia kwamba mzee ameumwa ama imekuwa kwa namna gani. Kwa hiyo nikampigia kwanza kaka yangu Steve Nyerere kumuuliza, bwana, umesikia hizi taarifa? Akaniambia kweli. Nikamwambia basi ngoja kwanza nimpigie Kabuti tujue nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo nilipompigia naye akaniambia kweli mzee kwamba ametutoka. Basi ikawa nasema basi ni kazi ya Mungu, wote tuliobaki tunaelekea kwenye njia moja. Kwa hiyo tukasema tumuombe tu mzee wetu aweze kupumzika kwa amani. Lakini pili, tukasema hatuwezi kuishia hapo. Nikaongea na ndugu yangu Steve Nyerere, tukasema sasa hapa ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri ambayo mzee wetu anaweza akapumzika kwa namna ambavyo ameitendea tasnia hii kwa kiwango kikubwa. Na niseme nimekuwa katika bodi ya filamu Tanzania, tumeweza kuwasiliana na wasanii wengi mbalimbali, hususan wasanii wa uchekeshaji, na kuwaeleza kwamba wana nafasi kubwa ya kuja kumzika mzee wetu, kwa sababu bila mzee Onyango pamoja na wazee wenzake tusingekuwa na tasnia bora ya uchekeshaji nchini Tanzania. Kwa hiyo msingi imara wa uchekeshaji nchini Tanzania umejengwa na mzee wetu Onyango. Kwa hivyo tumekuwa tukihimizana, tunapata matatizo tunakuwa pamoja, tunapata furaha tunakuwa pamoja, na hii inaendelea kutukumbusha kwamba sisi ni wanadamu, hakuna aliyemkamilifu zaidi ya mwenzake, lakini hamna anaweza kwenda mbele bila mwenzake. Kila mmoja anamtegemea mwenzake kuweza kufika mbali. Kwa hivyo hiyo ni kwa ufupi tu namna ambavyo nilipokea taarifa za msiba huu. Kwa kweli sisi kama bodi ya filamu tumepoteza mdau wetu muhimu, tumepoteza legend ambaye angeweza kuendelea kurithisha maarifa kwa wanatasnia wetu wa filamu na michezo ya kuigiza nchini, hususan wale wa fani ya uchekeshaji. Wewe ndio katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania na ni mmoja kati ya nguli waigizaji hapa nchini Tanzania. Kupitia Kaole tulianza kukuona ukiitwa Chuma kule na umefanya mambo makubwa, na huyu mzee muda mrefu kahudumu kwenye kiwanda hichi. Unadhani wasanii wa sasa hivi wanataka kujifunza nini na wameachiwa nini kama alama na mzee marehemu Onyango? Mmoja, mimi namfahamu mzee Onyango kwa ubunifu. Mzee Onyango alikuwa ni mzee mwenye ubunifu mkubwa. Alikuwa na ubunifu wa kiwango cha juu katika kutengeneza kazi zake, yeye pamoja na marehemu mzee Bashiri ambaye alikuwa ni rafiki yake, wamefanya kazi kwa pamoja, lakini pia na Mwita, na mzee wetu Mwita. Utatu wao mkubwa ulikuwa unaleta ladha kubwa sana katika ule upeo wa kibunifu. Kwa hiyo namkumbuka kwa upeo wa kibunifu ambao naamini wanatasnia wachanga wana haja ya kujifunza mambo mengi sana kutokana na namna ambavyo mzee Onyango alikuwa mbunifu. Hilo ni moja. Lakini pili, utendaji wake wa kazi. Ni mtu aliyekuwa anajituma kwenye kufanya kazi. Tunaweza kumuona mzee Onyango sasa tunamuona kwenye TV, lakini mzee Onyango ameanza kwenye redio. Kwa hiyo ametoka kwenye redio amekuja kwenye television kama wazee wa mwanzo waliotengeneza mazingira mazuri ya utengenezaji wa komedi za television, ambayo kwa kiasi kikubwa ameathiri watu wengi zaidi katika eneo hili la utengenezaji wa filamu nchini Tanzania, hususan wale wa comedy. Kwa hiyo hayo mambo mawili makubwa, mimi nasema naweza kumkumbuka mambo mawili makubwa ya kitasnia, kwamba moja, alikuwa ni mzee mahiri katika ubunifu wa kazi zake, yaani ukiangalia kazi zake hazikuchoshi. Lakini pili ni hilo utendaji wake wa kazi. Lakini kubwa zaidi mimi kwangu ambalo naweza kuambia wenzangu ambao nalifahamu ni mzee Onyango alikuwa pia kama mzazi wa
kitasnia. Mimi nimesema mimi ni kijana wake moja kwa moja, kwa sababu mwanae mimi ni rafiki yangu wa kitasnia. Watu hawajui Kabuti Onyango ameigiza muda mrefu toka akiwa mdogo, na tukiwa naye tukiwa wadogo, na wazee hawa ndio wametukuza sisi. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa kama mzazi mwenye kurithisha maarifa, na niseme tunapoondokewa na wazee wetu wakubwa kama hivi, sisi kama tasnia tunaona tunapata pigo kubwa zaidi. Kwa hiyo tunahitaji kwa kiasi kikubwa kuendelea kuwaenzi wazee wetu wakiwa hai kwa kupata maarifa yao mengi zaidi, lakini pia wanapotangulia kama hivi tuendelee kujenga kumbukumbu nzuri ya maisha yao ambayo wameyaweka kwa kiasi kikubwa katika tasnia yetu ya filamu nchini Tanzania. Neno lako kwa msiba huu mzito ni lipi? Neno langu kubwa kwa wanatasnia, tuendelee kushikamana, tuwe na umoja na kuhakikisha kwamba tasnia yetu inaweza kusonga mbele. Tupunguze ile kasi ya kuwa vipande. Tunapokuwa vipande tuweze kufika mbali zaidi, lakini tunapokuwa pamoja pia serikali inaweza kuja na kufanya kazi kwa watu wenye shabaha moja na kuweza kufika mbali zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushirikiana katika shida na raha, kwenye misiba, lakini pia kwenye masuala mengine ya kifaraja katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo hayo ni mambo mawili ambayo naweza kusema ninawasihi wanatasnia wenzangu kuendelea kuyaishi, na tukifanya hivyo maana yake tutatengeneza tasnia imara bora ambayo itakuwa ni endelevu, lakini pili itakuwa inatusaidia kuongeza kipato chetu cha kila siku kupitia sekta hii, lakini kusaidia nchi yetu kuongeza uchumi wake kupitia vipato tunavyovipata, lakini tatu kuifanya nchi yetu kuwa ni kinara katika sanaa bora, katika filamu bora, katika michezo ya kuigiza bora. Asante na pole kwa msiba. Asante sana. Chuma kama chuma kidogo. Mtazamaji wa Global TV na vyombo vingine mbalimbali, hapa ni msibani ambapo ndipo ulipo msiba wa marehemu mzee Onyango. Atakumbukwa kwamba ni mmoja kati ya wasanii wakubwa na nguli ambao wamechonga barabara kwa muda mrefu sana, na amefanya hivyo bila kuwa na skendo mbaya kwenye mitandao na nini, lakini ni mtu ambaye ni mfano wa kuigwa. Leo tumepata taarifa ya msiba wake na tukaona tufike hapa, na uzuri tumekutana na kaka yetu pia ambaye ni mmoja kati ya wasanii wakubwa na anaunganisha kundi la wasanii wengi kuwa kitu kimoja kwenye taifa letu la Tanzania, Steve Nyelele. Kaka, kwanza pole kwa msiba. Hii pole ya wote, sio ya mtu mmoja. Ni pole kwa taifa, ni pole kwa Watanzania wote, kwa sababu Onyango alikuwa anatoa burudani kwa Watanzania wote kwa ujumla. Onyango alionyesha kipaji chake kwa Watanzania wote, na Onyango alifungua njia kwa wasanii, hasa hawa waliokuja sasa hivi hawajui history, wanajua tu comedy, wanajua act, lakini kuna watu walifungua njia, kuna watu walifungua milango mpaka leo wakapatikana vijana ambao wanafanya vizuri. Na wakati wakina Onyango wanafanya comedy kulikuwa hakuna mafanikio ya hivyo, kulikuwa kuna umaarufu tu, lakini kulikuwa hakuna fedha, lakini walitumikia hiyo comedy kwa juhudi zote. Kwa hiyo tunapoondokewa na watu kama hawa, yatupasa kizazi cha leo kwanza kitoe heshima kubwa ya kushiriki mwanzo mwisho kwenye msiba huu, kwa sababu hawa ndio wakongwe, ndio wazee wetu, ndio wamelitumikia taifa hili kuhakikisha taifa lina furaha, kuhakikisha vijana wanafanya comedy kwa ujumla, comedy kubwa. Na comedy waliokuwa wanaifanya hawa zamani, walikuwa wanafanya RTD huko, Radio Tanzania huko, wameifanya Onyango na Mwita. Tumewasikia sana redioni Onyango na Mwita toka watoto. Tumewasikia Onyango na Mwita. Wamefanya kitu kikubwa sana, Mwita Maranya. Kwa hiyo mimi nadhani niwape pole wasanii wenzangu wote, na niwape wasanii wa sasa ambao wamefanya kazi, walikuwa wanampa kazi Onyango. Nao niwape pole, na ninatamani niwaone hapa wakiwa wanashiriki mwanzo mwisho pamoja na familia, ili kuwafuta machozi watoto, ndugu, jamaa na marafiki. Lakini tunisihi, wanapofariki wazee wetu wakongwe kama hawa,